Matukio ambayo yanaendelea huko mjini, nikisema mjini hapa namaanisha Instagram na kuna mitandao ya kijamii, yanakuwa na mawazo mengi kwa kila mtu anachokiona. Tukizungumzia mchekeshaji nguli na maarufu ambaye amekuwa akifanya vizuri sana kwenye stand up comedy, hapa namzungumzia Saidi. Yeye ndo kama ameteka soko baada ya Samia Kalamu Awards kufanyika siku moja nyuma iliyopita hapa na kufana kweli kweli. Hizi zilikuwa ni tuzo za waandishi wa habari ambazo zimeandaliwa na TAMWA, chama cha wanahabari wanawake Tanzania, pamoja na TCRA, mamlaka ya mapato Tanzania hapa. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinafurahisha siku ya ugawaji wa tuzo ilikuwa ni performance za wachekeshaji tofauti. Nipo na Pimbi hapa kuzungumza kwa kile ambacho kimetokea baada ya Saidi kuonekana kama watu wengi hawajavutiwa na namna uchekeshaji wake kwenda kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutokana na kile ambacho alikiwasilisha kwake. Naitwa D3 Mnyumba Burudani, hii ni Kajenjeri TV, nyuma ya kamera naitwa JB mtaalamu, na kisha nang'aa kama ambavyo unatuona hapa. Kisha kama unabonyeza alama nyekundu imeandikwa subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu, bonyeza na alama ya kengele. Naenda kuzungumza na Pimbi la Mapimbi Dangote. Pimbi, sasa hivi uchekeshaji sasa umekuwa ni kama muziki, kwa sababu inakuwa ni swala ambalo linazungumziwa sana. Umemchekesha Mheshimiwa Rais, unazungumziwa. Nataka kwanza nifahamu kwako kwa namna ambavyo umeiona performance ya wachekeshaji tofauti kwenye usiku wa ugawaji tuzo za waandishi wa habari. Ilikuwa ni performance za namna gani kwa upande wako, na nani alikuvutia zaidi? Mimi kwanza nitoe pongezi kwa hawa comedian ambao wanachipukia kwa miaka hivi karibuni. Wamefanya mapinduzi makubwa sana comedy, especially stand up comedy. Actually comedy kwa ujumla thamani yake ilikuwa ni ndogo sana. Kwa hivyo wamekuja wamefanya mapinduzi, wameitumia teknolojia sasa hivi na nini, mitandao wametake over. Kwa kwanza kwenye ile eneo lazima tuwapongeze, wamefanya kazi kubwa sana. Tukija kwenye sakata la jana ni juzi. Yes, tukija kwenye sakata la juzi usiku kuamkia jana, kwangu mimi maeneo yote misikuona kama yalikuwa yana mashaka ama yana matatizo. Tatizo langu mimi kwanza ni yeye Saidi kurudia kitu ambacho amekwisha kifanya. Kwa maana gani? Wewe ni comedian, tunahitaji uwe mbunifu, na sio comedian tu, mtu yote, hata mwanamuziki tunahitaji uwe mbunifu. The way ulivyopanda stage iliyopita sivyo ambavyo unatakiwa kupanda stage vile ambavyo ulipanda wakati imepita. Ukimwangalia Harmonize mfano bora, namna alivyo perform kwenye ile show ya kwanza na hii show ya sasa, unaona vitu viwili tofauti. Inawezekana nyimbo ni zile, lakini mtu amekuja na creativity ya tofauti. Shaka langu kubwa sana ama tatizo langu kubwa limeanzia kwenye yeye Saidi kurudia content. Yani ni content ambayo ameshaifanya amekwenda kuirudia. Sababu mara ya kwanza wakati alianza kumsifia Rais, pia that's good thing, lazima Rais asifiwe, lakini pia akahamia kuzungumzia ex wake. Karudi tena kwa mara nyingine kuzungumzia tena ex wake. It's like kama huna kitu kingine cha kuongea. You understand? Kwa maoni yangu binafsi, mahali pengine ambapo naona Saidi alichemka ni kuhusisha ex wake na president. You understand? Kuhusisha jambo lake na jamhuri. Kwa sasa hivi kwa kesi yangu nimeiachia jamhuri. Na ex wangu. Yes. Kwa hiyo kwangu mimi naona matatizo yako hapo. Kila mtu ana uwanja wa maoni yake, kutoa maoni yake vile ambavyo anaona kwamba hili ni sahihi au sio sahihi. Haya ni maoni yangu mimi Mr. Pimbi. Saidi kuna maeneo hakuwa sawa. Kwanza kwenye kurudia. Hii hakuna mtu yoyote atakaye support hili. Na ukiona mtu ana support hili ujue ubongo wake umeganda. Unapokuwa msanii maana yake wewe ni mbunifu, upasi kurudia. Saidi amekwenda kurudia kitu kile. So kwangu mimi naona hayo madhaifu. Ingawa ni kijana mdogo, bado anakuwa, anahitaji kujifunza vitu vingi sana. Kwa hivyo makosa ni sehemu ya maisha yetu sisi binadamu.
Na kitu kingine ambacho naweza nikasema ni muda sasa wasanii waache kufanya content kwa kukurupuka, especially content hizi ambazo kuna viongozi wakubwa wa nchi. You understand? Kaa na watu, tafuta mtu ambaye hata yuko katika, unakwenda kumchekesha president au uende kumchekesha Pimbi. Kaa na watu ambao wana nafasi kubwa serikalini, hiyo access Saidi anayo. Kaa na mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kiongozi yoyote ambaye yuko serikalini. Bana mimi natarajia kwenda kufanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Mwanaifai ni mtu ambaye yupo karibu na wasanii. Kana Mwanaifai bana, kuna hiki na hiki. Mwanaifai atakupa protocol kwamba hiki bana, hapa utavuka mipaka, hiki utakosea. Unakuja hapo Pimbi, watu wengi wanampa sana maneno Saidi, kwa maana kwamba vichekesho vyake namna ambavyo alikuwa amechekesha kwa rais, it is like kama yeye na rais wanajuana sana, yani tunafahamiana sana, mimi namjua sana rais. Umeona hayo maneno mpaka Baba Levo ameandika, Privilege ameandika kwake, kila mtu ameandika kwake. Umeona watu wanatetea, nimesikia baadhi ya watu wanatetea, lakini hao wanaotetea kile alichokifanya Saidi wajiulize, wao ni bora kuliko almost 80% ya Watanzania? Yes, wengi wape. Ukisikiliza maoni ya watu ni almost 80% hawajapendezwa na kile ambacho Saidi amekifanya. 20% ndio imebaki inamtetea Saidi. Sasa unaanzia kwenye kupima tu hapo, kwamba kama 80% ya Watanzania hawasupporti baadhi ya vitu ambavyo Saidi amevifanya, 20% iliyobaki wanasupport. So kwangu mimi hayo yalikuwa ni maoni yangu. Lakini pia kitu kingine nilichotaka kukisema ni wasanii kwa ujumla kujitahidi, ama tujitahidi tuwe na washauri kabla hujafanya kitu chochote. Hata ikiwa ni show yako ya kawaida, tafuta washauri wa kawaida tu. Kana bana, mimi natarajia kupresent hichi kitu, natarajia kufanya show hii na hii. Bongo Flava wenzetu wametupiga gap kubwa sana. Nikisema wametupiga gap, maana yake ni kwamba sio wote, baadhi wanawashauri wanapokuja kwa president ama kiongozi yote wa serikali, wanahakikisha wamefanya setup yao nzuri. Wote tunamjua Harmonize namna ambavyo yeye mwenyewe amechetuka, lakini muangalia akiwa mbele ya president, angalia ile show ya Harmonize ilivyokuwa arranged. Angalia namna ambavyo aliwatoa watu akawapeleka enzi za BCS, akaimba wimbo ambao ulimpelekea yeye kunyimwa nafasi BCS, lakini haikuwa ticket ya yeye kufeli katika maisha ya muziki wake. So unaona ile setup, unajua huyu sio yeye tu akili yake, kakaa na watu wamemsaidia, fanya hivi pale, ni yule ni rais na nini. Kwa hiyo kwangu mimi, maoni yangu kwa watu wengine ambao wanadili na entertainment, tujifunze kuwa na watu ambao ni washauri, ambao wanaweza kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Nimeona pia kuna zawadi ambayo Saidi alitaka kuiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais. Toka kama ni cheni, sio mkufu, kitu kama hiko. Ikapigwa stop, bwana ile rais hataki kushika. Angefanya yani, ile ilikuwa sahihi kwake kutoa zawadi kwa Mheshimiwa Rais pale wakati yeye anaenda kupokea zawadi pia, kwa sababu yeye pia alikuwa anaenda kupokea zawadi pale. Na ikapigwa stop bwana. Ilikuwa ni rahisi kwa yeye kutoa zawadi pale. Kumpa rais ama kiongozi yoyote ama mtu yoyote zawadi ni ruksa. Hakuna tatizo wala changamoto yoyote unapotaka nawe kutoa zawadi. Na unapokuwa labda wewe sio kiongozi au ni maskini au huna kitu, haitafsiri kwamba wewe hupaswi kutoa zawadi. Zawadi ni zawadi tu. Lakini kosa kubwa la Saidi ni kwamba alishindwa kutambua kwamba yule ni president, sio Pimbi. Unapotaka kumpelekea zawadi president, lazima uandae mazingira, sio mpelekee kienyeji. Sio, unanielewa? Na Saidi alilewa na tukio lile la president kumsifia. Ile mara ya kwanza alimsifia, akampa zawadi, akaongea naye. Kile ni kitu nahisi kilimtoa kwenye reli Saidi. Sio kila mtu anaweza kuhandle hiyo situation. Wapo wanaweza kuhandle hiyo situation na wapo ambao hawawezi kuhandle hiyo situation. So nahisi Saidi alishindwa kuhandle hiyo situation na akashindwa kutambua kwamba yule ni rais.
Na hili ndo tunarudi pale pale kwenye tatizo la kukosa washauri. Naamini kama Saidi angekuwa na washauri wanaojielewa ama wana nafasi serikalini, wanajua protocol, wasingemshauri kupeleka cheni kwa president. Sio vibaya kumpa cheni president. Zungumza kwanza basi hata kabla hujaikabidhi. Na watu wengi huwa wanafanya hivyo. Kwamba bana president, samahani, mimi Saidi nimekuandalia zawadi ya cheni. Nimefikiria au nimeona nikupatie zawadi. Naomba upokee zawadi yangu. Sasa pale president atakuruhusu. Akikuruhusu unaweza ukakabidhi kwa mabodyguard wake na maisha yakaendelea. Au yeye mwenyewe president anaweza kawazuia mabodyguard akaipokea kwa upendo tu na kukusupport kwa kile kitu ambacho umekifanya. So nadhani kuna mengi ya kujifunza. Kuna mengi ya kujifunza na kuna watu walikuwa hawajui hizi protocol. Kupitia makosa haya aliyoyafanya Saidi, tafsiri ni kwamba wengine ambao walikuwa hawajui watafahamu. Next time na wengine wakipata nafasi watajua nini cha kufanya mbele ya president na kitu gani ambacho hupaswi kufanya mbele ya president. Anaitwa Mr. Pimbi. Karibu.